Tambua soko, zalisha kwa tija, kutekeleza Dira 2050. Tupo kwenye banda la Tanzania Agricultural Development Bank, yani TADB. Wana nini? Wanao wawekezaji wa ndani ambao umewawezesha kuweza kutekeleza katika miradi mbalimbali. Leo tuangalie hali ya uzalishaji wa maziwa nchini kupitia wawekezaji wa ndani ikoje. Mimi ni Godfrey Kusola, twende nikupeleke moja kwa moja. Karibu. Mimi naitwa Sami Chacha, natokea kiwanda cha Kahama Fresh Limited. Kiwanda kipo Karagwe, wilaya ya Karagwe, kipo Kianga, wilaya ya Karagwe, mkoa wa Kagera. Kwa kweli tunashukuru TADB, wametupa ufadhili kuanzia uanzishaji wa kiwanda, mitambo hadi shambani. Wametuwezesha kupata mitamba, ambapo pia wametuwezesha kuwa karibu na wafugaji, na tuna model ya kukopa ng'ombe lipa maziwa, na pia katika ndani ya uwezeshaji kutoka kwa wafugaji wamewawezesha pia na wafugaji kupata mitungi ya kupozea maziwa. Kama fresh, tuna baadhi ya bidhaa ambayo tumezalisha na zimeshaingia sokoni. Kwa masoko yetu tumeanzia kanda ziwa, tupo sasa hivi kati ambapo ni Dodoma, Singida, na tumefungua tawi jipya Dar es Salaam. Kwa bidhaa zetu ambazo tumechakata, tuna mtindi wa aina mbalimbali. Tuna mtindi wa chupa, tuna mtindi wa pakti, tuna mtindi wa lita 3, tuna mtindi wa lita 5. Pia tuna yogurt, ambapo kwenye yogurt tuna saizi 3. Tuna aina 2 ambapo ni vanilla na strawberry, na tuna saizi 3 ambapo ni nusu lita, robo lita na ml 150. Pia tuna long life ya siku 90 ambapo tuna aina 2 ya ml 200 na ml 450. Kwa kweli tunaweza tukasema kwamba katika asilimia kubwa kiwanda kimetubeba, kimechangia karibia asilimia 90 kuanzia kwetu sisi hadi kwa wafugaji. Kwa majina anaitwa Franklin Fedro Imam kutoka Galaxy Food, ambao tuna present Kilimanjaro Fresh. Kiwanda chetu kipo Arusha, tuna produce maziwa ya mtindi, fresh, ghee pamoja na cheese. Tunapenda sana kuwashukuru Benki ya Kilimo kwa kutusaidia, kutupa support kwa wakulima wadogo wadogo, wakubwa, ambao wanasaidia sisi kupata maziwa yetu kwa ajili ya kufanya process ya kupata mtindi, fresh pamoja na yogurt. Mwanzo tulikuwa tunaweza kupata maziwa lita 6,000, lakini sasa hivi kwa kweli tupo vizuri, tunapata kwa siku tunapata lita 30,000. Kwa hiyo ni juhudi yote ya Benki ya Kilimo kutupa support, kwa maana target yetu sisi ni kuproduce maziwa lita 35,000 kwa kila siku. Sasa hivi tunapata lita 30,000. Hiyo yote kwa sababu ya wadau wetu wa Benki ya Kilimo kutusaidia kuwapa support hao wafugaji wadogo na wafugaji wakati. Pia bila kumwacha Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu, ambayo pia na yeye ametupa support kubwa, pamoja na Benki ya Kilimo inasaidia sana. Baada ya kuangalia hali ya uzalishaji wa maziwa, hebu tuangalie katika swala zima la unenepishaji wa mifugo likoje? Jina langu ni Ali Alifa Masambuka, ni mnufaika wa mradi wa Jenga Kesho Iliyo Bora, tunaopatikana wilaya ya Karagwe, mkoa wa Kagera. Tunajishughulisha na shughuli ya unenepeshaji wa ng'ombe wa nyama. Sisi pia ni wanufaika wa Benki ya Maendeleo ya Kilimo TADB, tuliowezeshwa mkopo kwa mfumo wa vikundi, na kupitia fursa hiyo ya mikopo tumeweza kununua ng'ombe 2,325 na kuuza ng'ombe 1,961 kupitia masoko ya ndani ya nchi na nje ya nchi kama Uganda. Vile vile tunajihusisha na ulimaji wa malisho na tunahudumia wafugaji wa jirani katika vitalu vya Kagoma Ranchi, na vile vile tunauza mbegu za malisho kwa wakulima wadogo wadogo wanaojihusisha na ufugaji wa ng'ombe. Tunavyonunua ng'ombe wa kunenepesha, cha kwanza kabisa tunazingatia uzito. Kama sisi vijana wa BBT tunanunua ng'ombe wenye uzito wa kilo 200
na tunanenepesha ndani ya miezi mitatu, ambapo tunategemea ng'ombe hao wageini kilo 45 ndani ya miezi mitatu. Kwa siku ng'ombe huyo ukimlisha vizuri anakuwa ana gaini nusu kilo, na ndani ya miezi mitatu anakuwa ashaingiza kilo 45. Sisi kama vijana tunanufaika kwa kuuza hizo kilo za mnyama akiwa hai kwa shilingi 4,000, na wateja wetu wakuu ni Nalco.